wakamkamata Yona na wakamtupa baharini. Dakika chache tu baada ya Yona kutupa baharini, bahari ikatulia na abiria wale wakasafiri salama katika safari yao. Karibu katika simulizi yetu ya leo, simulizi yetu pendwa, na leo ninaletea simulizi ya Yona. Yona mwana wa Amitai. Simulizi hii imejengwa katika kitabu kitakatifu Biblia, katika Yona 1 mpaka Yona 4 na kuendelea. Ndipo habari hizi tutazikuta katika maandiko hayo matakatifu. Ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Hilo lilikuwa ni agizo la Mungu aliyomwambia Yona, kwa kuwa watu wa Ninawi walikuwa wamemwasi Mungu na maovu yao yalipanda juu mbele za Mungu. Lakini cha ajabu, Yona akakaidi sauti ya Mungu, lakini yeye Yona akakimbilia Tarashishi. Alivyoiona meli ikipita, basi akaisimamisha, na ndipo yeye akapanda na kulipa. Lakini Yona cha ajabu alijitenga na abiria, kwani alishuka chini kabisa ya meli na kukaa peke yake kukimbia uso wa Bwana. Lakini kwa sababu Yona alikiuka maagizo ya Mungu, Mungu akaamua kutuma pigo, na ndipo akatuma upepo mkubwa baharini, upepo ulioleta mawimbi makubwa katikati ya bahari, na meli aliyokuwa amepanda Yona pamoja na abiria ikataka kuzama. Ndipo abiria kila mmoja akaanza kumlilia Mungu, wakapunguza baadhi ya mizigo mizito na kuitupa baharini, kwani waliamini kupunguza mizigo kutasaidia meli yenye pesi ili sizame kwa haraka. Lakini wakati hao yote anaendelea, Yona ndio kwanza alikuwa amelala chini ya meli, hana hata habari. Nahodha meli ile alipomwona Yona amelala, akashangaa kwa nini Yona analala. Una nini? Lala usingizi. Amka muombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Wakasemezana kila mmoja akisema, haya na mpige kura, mpate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Wakapiga kula na kula ikamwangukia Yona. Ndipo watu wale wakasemezana wao kwa wao, wakitaka kumjua Yona ni nani na anafanya nini. Ndipo wale watu wakasema, kazi yako ni gani? Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni ipi? Nawe mtu wa kabila gani? Tuambie tena. Mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbingu, aliyeziumba bahari na nchi kavu. Yona alijibu huku akitetemeka, lakini alijua nini ambacho amekifanya. Ndipo wale watu wakaanza kushangaa, ina maana mtu huyu anamcha Bwana Mungu wa mbingu na nchi na bahari. Wakastajabu wao kwa wao, wakasemezana, ni kitu gani ambacho tunapaswa kufanya ili tuweze kuepuka na tufani hii? Ndipo ambapo